Katika kile kinachoonekana kwamba Yanga wameanza utaratibu ule wa kwamba kila taji lilopo mbele yao wanafanya kila wawezalo walitwae, ndicho walichokifanya leo hii baada ya kutwaa kombe la Mapinduzi kwa ushindi utokanao na mikwaju ya penalty dhidi ya Azam, baada ya suluhu kutofungana katika dakika 90 za kawaida na pia dakika 30 za nyongeza katika fainali ya michuano ya kombe la Mapinduzi kwenye uwanja uliofanyiwa maboresho makubwa na kuwa wa kisasa zaidi wa Gombani kisiwani Pemba. Katika dakika 90 za awali mechi iliisha kwa suluhu kwa maana bila, lakini baada ya kuongezwa dakika nyingine 90 kwa maana dakika 120 bado mechi iliisha kwa suluhu. Matokeo yake kwenye mikojo ya penalty ndipo penalty ya Landry Zuzu iliyodakwa na golikipa Abu Talib Msheri ikaamua mchezo huu, kwa sababu Yanga penalty zao zote walizipata huku Azam wakifunga penalty 4 na hivyo kuifanya Yanga itoa ubingwa kwa msimu wa 2025-26 ukiwa ni ubingwa wake wa 3 kihistoria katika michuano hiyo, mara ya kwanza wakitoa msimu wa 2007 pale walipowafunga Mtibwa Sugar katika fainali. Kwenye mchezo wa leo hii katika dakika zote 90 za mchezo na dakika nyingine 30 za muda wa nyongeza ile extra time, ni Yanga ndio walionekana kuwa timu ya kwanza uwanjani wakishambulia zaidi, huku Azam wakionyesha ubora wao wa hali ya juu katika kudhibiti mashambulizi halafu kushambulia kwa kushtukiza. Mpaka mapumziko katika mchezo wa leo hii Yanga walikuwa kimiliki mpira zaidi kwa takriban 54% kulinganisha na 46% za Azam, lakini pia kwenye mashuti mpaka mapumziko Yanga walikuwa wameshapiga mashuti 5 hali Azam wakiwa wamepiga shuti moja tu, hakuna lililolenga shabaha. Ikumbukwe kwenye vikosi vya timu zote mbili, Yanga chini ya kocha Pedro Gonçalves na Azam chini ya kocha Flora Ibenge vilionyesha ishara ya wazi kwamba Yanga walikuwa wamepania haswa kulitoa taji hili kutokana na kikosi chao kuhusisha wachezaji wengi ambao huanza katika kikosi chao cha kwanza chini ya kocha Pedro Gonçalves, na bila shaka lengo haswa ni kutaka walau kurudia kile walichokifanya katika msimu uliopita ambapo walitoa mataji kadhaa, mbali na taji la ligi kuu Tanzania bara, mbali na kombe la shirikisho la benki CRDB. Wakati wa kuanza kwa msimu walitoa kombe la Toyota kule nchini Afrika Kusini, lakini vile vile walilitoa kombe la Muungano, na sasa katika mtindo huo kwamba kila taji lilopo mbele yao wanalitaka, lilidhihirishwa hilo na kikosi cha Yanga kilichohusisha mabeki wao nyota waliotoka kufanya vizuri katika michuano ya AFCON wakiwa na timu ya taifa Taifa Stars. Ibra Baka alianza kikosini, Dickson Job alianza kikosini, Bakari Nondo Mwamnyeto nahodha alikuja kuingia katika kuelekea katika kipindi cha pili, lakini vile vile kikosi chao kilihusisha mshambuliaji wa kimataifa kutoka Zambia Prince Pomelo Dube, pia alikuwepo kwenye michuano ya AFCON akiwa na timu yake ya taifa Zimbabwe, alikuwepo kikosini. Kikosini alikuwepo Maxim Pianzengeli, kikosini alikuwepo Peodo Pacom Zouzoua, kikosini alikuwepo Celestine Ekwa, kikosini alikuwepo mchezaji bora wa mchezo wa leo Musa Balakonte. Kwa ufupi tu, Yanga walionyesha dhahiri kwamba wanalitaka kwa udi na uvumba taji la kombe la Mapinduzi leo hii. Katika muda mwingi wa mchezo ni wao ndio walikuwa timu ya kwanza wakifika zaidi katika lango la Azam, huku Azam wakimeza mashambulizi. Azam ambayo kocha Flora Ibenge aliendelea kuamini vijana wake kadhaa ambao katika kikosi cha kwanza huwa watumike mara kwa mara. Golini alikuwepo Aishi Manula. Kwa kawaida huwa Aishi Manula huwa anza mara kwa mara, lakini leo hii alianza na alicheza vizuri sana, ikiwemo kudaka mkwaju wa penalty kutoka kwa Peodo Pacom Zouzoua katika dakika 114 baada beki Twalib kuushika mpira wakati wa jitihada za kuzuia. Lakini walioanza kikosini ni pamoja na mabeki wa kati. Twalibu Nuru alikuwa pamoja na Alami Kilai. Kwa kawaida eneo hili wanaocheza huwa ni pamoja na kina Yoro Diaby, ni pamoja na Fentes Mandoza, lakini leo hii walianza vijana hao Lawi pamoja na mwenzake Twalibu Nuru. Lakini vile vile ndani ya kikosi cha Azam hakukuwa na Faisal Salum Feitoto, hakukuwa na Nasoro Sadun, hakukuwa na Pasco Msindo, hakukuwa na Moikenda, hakukuwa na Idi Nado, lakini kwenye eneo la ushambuliaji alikuwepo Jephte Kitambala Bola kuonyesha vile vile kwamba hakika walihitaji taji hili. Alikuwepo Seleri Zidane, katikati walikuwepo akina Himidi Mao, alikuwepo James Akaminko, baadaye pia walikuwepo akina Kanuti walikuja kuingia, alikuwepo Yahya Zaid. Kwa ufupi wachezaji kadhaa nyota walipangwa, lakini wale kikosi cha kwanza kadhaa hawakuanza. Pamoja na hayo, mechi ilikuwa ya kuvutia kwa sababu tu zilikuwa ni timu zenye mwenendo tofauti. Yanga ikimiliki zaidi mpira na kuishambulia mfululizo,
Azam, huku Azam wakimeza mashambulizi hayo na kushambulia kwa kushtukiza. Mpango kazi ambao chini ya kocha Flora Ibenge ulionekana kuwalipa, kwa sababu Yanga licha kwamba alimiliki zaidi mpira, nafasi za wazi za kufunga zilikuwa haba. Hata hivyo, baada dakika 90 kukamilika na kuwa suluhu, kwenye dakika za nyongeza Yanga walipata mkwaju wa penalty ambao kama nilivyotoka kuelezea Aishi Manula aliucheza vyema, ukipigwa na Peodo Pacome Zouzoua. Mpaka mechi inakamilika bila, huku Yanga wakiwa ndio wamemiliki zaidi mpira, lakini Yanga pia wakicheza wakiwa idadi kamili, ilhali Azam kuanzia dakika ya 72 wakicheza pungufu uwanjani baada ya Cheikhna Diakite aliyepata kadi ya pili ya njano na hivyo kutolewa nje kwa kadi nyekundu na kuifanya Azam icheze pungufu, lakini bado iliendelea kuonyesha ubora katika kuzuia. Mwisho wa siku kwenye mikwaju ya penalty Yanga wakapata penalty zao zote, huku Azam Landry Zuzu akikosa baada ya Abu Talibu Msheri kuicheza, lakini wapigaji wengine wa Azam Yahya Zaid alianza kupiga, alifunga. Twalib alifunga, Kanut alifunga, Peter Kamanya aliyekuja kuingia katika kipindi cha pili baada ya kutolewa kwa Jephte Kitambala, mshambuliaji huyu naye alifunga. Lakini kwa Yanga wote waliopiga walifunga, ambao ni pamoja na Emmanuel Mwanengo alikuja kuingia katika kipindi cha pili baada ya kutoka kwa Edmund John aliyekuwa naye ameingia baada ya kutoka kwa Celestine Ekwa. Dube alifunga, Pacome alifunga, Mudathi Abbas alikuja kuingia katika kipindi cha pili alifunga, na penalti ya mwisho ya ushindi ilipigwa na nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto. Mwisho wa siku Yanga wakalitoa taji la Kombe la Mapinduzi katika siku ambayo cheza yao pengine haijafikia vile viwango vyao ambavyo huzoeleka Yanga wanavyocheza, lakini pamoja na yote wakatoa ndoo hiyo ya Kombe la Mapinduzi na hivyo kuwa na kiashiria kizuri kwa msimu wa 2025 2026. Kitu gani zaidi kiliwabeba Yanga katika dakika 90 za awali na dakika 30 za nyongeza kiasi ya kwamba ikawa timu ya kwanza katika muda mwingi wa mchezo? Ni pamoja na eneo la kiungo. Musa Balakonte alikuja kutoka baadaye, alicheza vizuri sana. Alikuwa akitawala eneo la kati, akiachia pasi, akipiga chenga panapostahili, kupiga pasi ndefu, na wakati mwingine anaposhambulia akienda mbele. Kwenye mpangilio wa kocha Pedro Gonçalves ilionekana dhahiri kwamba Musa Balakonte majukumu yake ilikuwa ni kulinda ukuta wa mabeki wanne kwa kina Ibra Baka, Dickson Job, Kibwana Shomari alikuwa beki mbili na Shadrack Sakaboka alikuwa beki wa pembeni kushoto, kabla ya kuja kutoka kipindi cha pili na kuingia kwa Mohamed Hussein Shabalala. Alistahili kwa man of the match na ndicho kilichokuwa, akatoa tuzo hiyo kwa kiwango bora alichokionyesha katika mchezo wa leo. Lakini jambo lingine ni Azam wenyewe na mipango yao kuona kwamba Yanga hii inaonekana kutimia zaidi kulinganisha na wao walioanzisha. Vijana kadhaa waliamua kwa timu ya pili wakawa wakizuia zaidi ili washambulie kwa kushtukiza, ingawa hawakuwa wakitumia vyema nafasi haba walizokuwa wakizipata kwa kushambulia kwa kushtukiza. Lakini eneo la kiulinzi Azam walionekana wako vizuri zaidi, jambo ambalo liliwafanya Yanga licha ya kutawala sana mpira, eneo la mwisho kupata nafasi za wazi na kuzitumia kwa kufunga zilionekana haba. Pamoja na ushindi wa leo hii, pamoja na kulitoa taji, yapo mambo kadhaa ambayo bila shaka makocha wote atapaswa kufanyia kazi. Kwa Yanga ni juu ya namna ya kutumia nafasi wanazozipata, kwa sababu mechi ilikuwa kwao, walimiliki zaidi, wakafika mara nyingi zaidi, lakini hawakuzitumia nafasi kwa usahihi, na jambo hilo bila shaka kocha Pedro Gonçalves na wachezaji wake watapaswa kulifanyia kazi katika kuhakikisha wanatumia vyema nafasi wanazopata, kwa sababu uchezaji huu wa Flora Ibenge, mzoefu katika michuano ya CAF, mshindi wa kombe la shirikisho barani Afrika, mshindi wa kombe la CHAN akiwa na timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kombe la shirikisho la CAF alitoa akiwa na RS Berkane, alionyesha namna gani ambavyo timu yake inaweza ikazuia inapocheza na timu ambayo wao wanaamua iwe ya kwanza, wao wawe ya pili. Yanga upo uwezekano wakakutana na mechi za namna hii, hasa kwenye michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika CAF. Wako kwenye hatua ya makundi, kundi B, wana pointi 4 kama Al Ahly kwenye kundi lao, lakini wanakwenda kucheza dhidi ya Al Ahly back to back kuanzia tarehe 23 mpaka tarehe 30 mwezi huu. Upo uwezekano katika baadhi ya mechi au baadhi ya nyakati wakaachwa wawe timu ya kwanza, na hivyo wanapaswa kutumia vyema nafasi wanazozitengeneza. Kwa Azam wanapaswa pia kuimarika katika kushambulia, hata wanapotumia mtindo kama wa leo hii kuwa timu ya pili wakishambulia kwa kushtukiza, basi wanapokwenda kushambulia wawe na idadi sahihi ili kutumia fursa wanazozitengeneza. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo makocha wa timu zote mbili wakitambua kwamba wanawakilisha nchi katika michuano ya klabu ya CAF. Azam wanawakilisha
kwenye kombe la shirikisho wakiwa kwenye hatua ya makundi, wanapaswa kufanyia kazi ili kuleta matunda kwa timu zao, kuwapa furaha wa Tanzania katika michuano ya CAF na michuano mingine wanaoshiriki. Lakini mwisho wa siku Yanga wakatoa ubingwa wa kombe la Mapinduzi, na hiyo ndio habari kubwa kwa wananchi, ikiwa ni hamasa kwao katika kuhakikisha wanafanya vizuri katika ligi ya mabingwa barani Afrika, mechi ambazo zimesalia takriban siku 10 tu kabla ya kuanza kuchezwa, kumalizia mechi 4 za hatua ya makundi ili kujua hatima yao, ambapo matarajio ni kuona wote Azam, Yanga wakienda mbele katika hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho ambalo Azam wanashiriki kwa kuwa miongoni mwa timu 2 za juu kwenye makundi yao. Je, itakuwa vipi? Ni swala kusubiri kuona kile walichokionyesha leo hii kwenye finali uwanja wa Gombani watakiboresha vipi katika michuano yao ya CAF na michuano mingine wanaoshiriki ikiwemo ligi kuu Tanzania bara na kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.